2027-28 elimu ya lazima Tanzania kwa kila mtoto miaka 10 kwa amri ya sheria, kwa sababu tunapitia sheria ya elimu ya mwaka 1978 pamoja na mabadiliko mbalimbali yaliyofanyika. Tunakuja na sheria ambayo itahakikisha kwamba kila mzazi mtoto wake lazima aende mpaka pale. Lakini kuna mambo mengine sitoweza kuyataja yote katika mabadiliko haya. Moja, kwenye elimu ya sekondari sasa kutakuwa na mikondo miwili. Ya mtoto akishamaliza darasa la 6, hata sasa hivi tumeshaanza kutekeleza, lakini tutaona mtoto atasoma la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Anaenda sekondari, atakuta kuna upande huu na kuna upande huu. Upande mmoja ni mafunzo ya amali, elimu ya amali, mwingine ni elimu jumla. Kwa hiyo mtoto kwa kushauriana na wazazi na walimu wake watajadiliana, utachagua unaenda mkondo upi. Ukienda elimu jumla utakuwa na baadhi ya masomo ya ujuzi lakini machache. Masomo mengi yatakuwa ni yale ya nadharia, unajifunza, unasoma. Mpaka kidato cha 4 kwenye elimu jumla. Baada ya kidato cha 4 ukiendelea unaenda high school kwa miaka 2. Yani form 5 na form 6. Ngoja nirudie tena. Ukifika darasa la 6 utakuta njia panda. Lazima uchague. Naenda mkondo wa elimu ya amali au naenda mkondo wa elimu jumla. Ukienda mkondo wa elimu jumla kutakuwa na masomo ya vitendo ya kukusaidia wewe kuajiriwa na kuajirika. Lakini kutakuwa na masomo ya nadharia vile vile, kwa sababu nayo ni muhimu. Hatutokaa tuyaache hayo. Utakusoma additional mathematics, kusoma trigonometrics, complex number na vitu kama hivyo. Hatutoviacha kwa sababu ni muhimu sana. Tena muhimu sana saa hizi wakati tunazungumzia akili unde. Dunia inaenda kwa kasi. Kwa hiyo hatuachi hiyo. Kutakuwa na wanaoenda huko. Ukienda mkondo wa elimu jumla utasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Ukitoka pale high school ni miaka 2, form 5 na form 6. Baada hapo unaendelea. Kwa mfumo huu wa kwenda elimu jumla tunaita ni 1 bracket, yani elimu ya awali, 6, 4, 2, 3+ kwenda chuo kikuu miaka 3 kuendelea mbele. Lakini ukiamua kwenda kwenye elimu ya amali, ukienda mkondo wa elimu ya amali badala ya elimu jumla, kule kuna masomo ya ufundi na ufundi stadi. Kwa pamoja tunaita mafunzo ya elimu ya amali. Ni ufundi na ufundi stadi. Ufundi ni technical. Ufundi stadi ni vocational, ya kawaida. Ukienda huku unapunguziwa masomo ya nadharia, unaongezewa masomo ya vitendo. Kama ni ufundi, kama ilivyokuwa Ifunda Technical Secondary School au Tanga Technical Secondary School au Moshi Technical Secondary School au Bwiro Technical Secondary School, kama umeamua kuchukua amali aina ya ufundi, na kule lazima uwe mzuri kweli kweli kwenye hisabati na kwenye sayansi, mzuri kweli kweli. Ukienda mafunzo ya amali aina ya ufundi, ukitoka kule form 4 una cheti kizuri kinachokuandaa tayari kwenda polytechnics. Utakuwa umejifunza mambo ya electrical, umejifunza building, construction na kila kitu. Kwa kuna dozi nzito kidogo pale ya kusoma. Na ukimaliza form 4 unapata cheti sio cha Baraza la Mitihani Tanzania tu. Unapata pia cheti kinachotolewa na NACTIVATE, ambalo ni baraza linalosimamia mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi. Watu wengi wanaita cheti cha VETA, lakini actually ni cheti cha NACTIVATE. Na hicho ni cheti cha hali ya juu kama umesoma amali ufundi. Ukimaliza pale, ukiingia mtaani kazi tayari. Na actually unaweza mwenyewe ukaanzisha consultancy yako kwamba unataka kujenga nyumba, mimi nakuja kufungia umeme.
Tutaendelea na kazi ya kuwaendeleza walimu kazini, na hayo kwa kweli ni maelekezo mahususi ya rais wetu, kwamba walimu hawa sio tu mnakuwa na walimu nyinyi kazi yao ni kufundisha tu. Tengeni budget. Nisikie walimu wangu wametoka mashuleni, wameenda sasa kwenye kongamano na wenyewe, wanabadilishana mawazo, wanajifunza. Tunawapeleka walimu wakuu pale Adem, Bagamoyo. Walimu wengine kama mnavyoona, waandishi wa habari, mtakuwa mnaona wakati mwingine wako Singida, wanakusanywa. Walimu watoke na wenyewe, lakini wakitoka waenda kuongeza ujuzi. Na zile teachers resource centers tunazifufua chini ya TAMISEMI kuhakikisha kwamba bado kuna centers ambazo walimu wanaweza wakakomunicate. Kwa walimu kwa kweli hiyo ni commitment, na niwaambie walimu wanisikie, rais wetu alisema ikada ya walimu endeleeni kuwekeza. Na hata ile ya kusema kwamba waenda kwenye mafunzo ni mchanganyiko wa vitu viwili. Kwenda kuongeza ujuzi na ukweli usemwe, na kutoka kidogo mazingira ya kazi na kwenda sehemu nyingine, kukutana na walimu wengine, kubadilishana mawazo. Na hilo walimu watakaonisikia ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa bajeti ipo, itaendelea kuwepo, na kazi hii itaendelea kwa ajili ya walimu. Sasa ukiondoka kwenye elimu katika mfululizo huo mpaka vyuo vya walimu, tuna vyuo vya VETA. Ngoja niwaambieni kitu kimoja. Na majuzi nimekutana na kijana mmoja anaitwa Oscar. Kijana mmoja anaitwa Oscar, tulikuwa kwenye harambee jimboni kwangu. Kijana mmoja nikaona anajitoa kweli kweli. Tumemaliza, tumeenda kupata breakfast, naomba uje ukae na mimi. Yuko na mke wake. Tukakangambia, ndugu yangu Oscar, kwa sababu alisema alikuwa ananiambia kuchanunua gari. Kaambia, unafanya biashara ya magari? Naambia hapana, mimi niko kwenye mining. Huko kwenye mining una migodi? Mimi technician. Okay, unafanyia wapi? Anasema niko Guinea Conakry. Guinea Conakry ni nchi inaongea Kifaransa. Kaambia, wewe ndio technician kule? Kaambia ilikuwaje? Anasema umejifunza wapi? VETA. VETA ipi? Ya Moshi. VETA ya Moshi ilikuwa ni mkataba na makampuni ya madini kwa ajili ya kuchukua mashine na kuwafundisha vijana pale. Na historia nilikuwa nishaisikia, lakini nimekutana huyu kijana uso kwa uso. Anaitwa Oscar Mboya. I hope hata chukia kumtaja jina moja kwa moja. Anaitwa Oscar Mboya. Nikamwambia, okay Oscar, kwa hiyo uliendaje nje? Mimi nikiwa hapa wawekezaji na fungia mitambo, wakaniambia kuna kazi nyingine Namibia. Nikaenda nikapiga kazi Namibia. Baadaye wakanipeleka Mauritania. Nimekaa Mauritania, ni nchi ya Kiarabu na Kifaransa. Baadaye nimetoka nimeenda Guinea Conakry, kazi kule safi. Kaambia, kumbe nilisikiaga story kama hizo. Kaambia, wako wa Tanzania waliosoma hiyo VETA, wako Ghana, wako Kongo, wako Mauritania, wanafanya kazi. Kwa hiyo VETA kweli inaweza kanyanyua mtu. Na ndio maana tuliagiza, sasa ni miaka 2, tuliomba Wizara ya Madini kwa barua, ile VETA ya Geita pale iwe na consortium ya makampuni ya madini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa pale, ule ni mkoa wa madini, uweze kuwa ni elimu hasa ya madini. Vijana wa pale waweze kufanya kazi kule kule Geita, lakini vile vile wapate fursa kwenda kusoma nje, kufanya kazi nje. Kwa hiyo uwanja wa dunia nzima kwenye utandawazi ni fursa ya kufanya kazi kama umesoma vizuri. Sasa rais wetu aliliona hilo mapema, ameingia madarakani. Swala kwanza aliuliza, je, mna level 2 za VETA hapa nchini. Kuna VETA ya mkoa na VETA ya level ya wilaya. Ni mikoa mingapi haina VETA ya level ya mikoa? Kaambia, Mheshimiwa Rais, kule Geita ujenzi umeanza, hujakamilika. Simiu kidogo hujakamilika. Kuna VETA nyingine iko Njombe, nyingine iko Rukwa. Akasema fedha zitolewe, VETA hizi zikamilike, zianze kazi. Na yeye mwenyewe amezindua VETA ya Kagera na ya Rukwa, na anaulizia huko kwingine mmefikia wapi. Kwa hiyo tukawa tumebakiza mkoa mmoja wa Songwe, nako ameagiza na fedha zimeenda na ujenzi unaendelea wa VETA ya level ya mkoa. Kwa maana hiyo, kwa Tanzania bara
kila mkoa utakuwa na VETA ya level ya mkoa.